Karibu mpenzi mfuatiliaji wa Azimio TV. Kama ni kwa mara yako ya kwanza, na kuomba usikose kusubscribe, kushare na kucomment. Channel hii inakuletea taarifa kila wakati. Leo niko hapa mbele yenu kuwatangazia vijana wote wa Kitanzania kwamba baada ya mashindano madogo madogo ambayo tumekuwa tukiyafanya katika mikoa kama nilivyosema kupitia vijana platform, sasa tutakuwa na shindano kubwa la kitaifa ambalo litakuwa na zawadi nono kwa vijana ambao watashiriki katika kutoa mawazo bunifu yenye lengo ya kutoa suluhisho ya mambo yanayokabili jamii yetu. Shindano hili tumelipa jina la Vijana Uchumi Challenge, likiwa na kauli mbiu inayosema wana wanafikiri, taifa linasonga. Ndugu waandishi wa habari, nikirejea kidogo katika kipindi cha hivi karibuni, wote tumeshuhudia dunia imeingia katika mabadiliko makubwa ya kisiasa, ya kiuchumi na ya kijamii ambayo yanasababishwa na migogoro ya kimataifa, ikiwemo vita kwa baadhi ya mataifa, na kumekuwa na ushindani mkubwa sana wa kiuchumi baina ya mataifa hayo na kasi ya mabadiliko pia ya teknolojia katika kushughulikia mambo mbalimbali. Mabadiliko haya ambayo nimeyataja yameibua mazingira mapya ya kiuchumi ya dunia ambayo yanaathiri kwa namna moja au nyingine uchumi wa mataifa mengine, hususan yale yanayoendelea ikiwemo Tanzania katika sekta mbalimbali. Katika mazingira mapya ya uchumi wa dunia, mataifa mengi yameanza kuchukua hatua madhubuti za kujenga uchumi wao ambao katika njia inaweza kuzuia na kustahimili misukosuko ya kimataifa, hasa kwa kuimarisha maeneo kama uzalishaji wa ndani, kuwekeza katika ubunifu na teknolojia, lakini pia ni kuhamasisha wananchi wake katika kushiriki kamilifu katika kutatua changamoto ambazo zinakabiliana nazo. Kwa Tanzania, hali hii inaleta umuhimu mkubwa wa kutumia kikamilifu rasilimali ya vijana ambao ni nguvu kazi kubwa katika taifa letu. 55.6 ya nguvu kazi ya taifa letu ni vijana kati ya umri wa miaka 15 mpaka 35. Tunatambua kwamba vijana wana uwezo mkubwa wa ubunifu, wana uwezo mkubwa wa kuleta fikra mpya na kuleta mtazamo mpana hasa kuhusu mabadiliko ambayo yanaendelea katika dunia yetu. Kwa umuhimu mkubwa sasa, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana imekuja na shindano la kitaifa kama nilivyosema, linalojulikana kama Vijana Uchumi Challenge, lenye kauli mbiu wana wanafikiri, taifa linasonga, ambalo shindano hili litatoa jukwaa la kitaifa kwa vijana wa Kitanzania kutoka pande zote za nchi kutoa mawazo ya ubunifu yanayotekelezeka, lakini pia yanayoakisi dira ya maendeleo ya taifa mwaka 2050 na kuleta mawazo endelevu katika kulinda na kukuza uchumi wa taifa letu dhidi ya athari ya misukosuko ya kidunia ambayo inaendelea. Swali muhimu katika shindano hili ni lifuatalo: inapotokea tishio la uchumi wa dunia kushuka kutokana na misukosuko ya kimataifa ikiwemo vita, ushindani wa kiuchumi na teknolojia, ni changamoto zipi zinazoweza kuikumba Tanzania na nini kifanyike ili uchumi wa Tanzania uendelee kuimarika? Hilo ndio swali la msingi ambalo litabebwa na shindano hili. Ndugu waandishi wa habari, kwa kutambua umuhimu wa shindano hili, wizara imetenga shilingi takriban milioni 50 zitakazotolewa kwa washindi wa shindano hili, na ili kuhakikisha kuwa shindano hili linakuwa la vijana wenyewe, kwa mamlaka nilionayo kwa mujibu wa kisheria, nimeona niunde kamati ya kitaifa ya vijana itakayoanza kazi mara moja ya kusimamia, kuratibu shindano hili na kuanza hatua ya mwanzo mpaka mwisho. Pamoja na mambo mengine, kamati itajihusisha na mambo matano yafuatayo. Jambo la kwanza, kamati itaweka utaratibu wa namna ya kushiriki shindano kwa mujibu wa mwongozo ambao wizara itawakabidhi hapa leo. Lakini jambo la pili ni kuratibu mchakato mzima wa upokeaji wa mawazo ya vijana kutoka kila pande ya nchi yetu. Jambo la tatu, kamati itaongoza hamasa na kutoa elimu kwa vijana namna ya kushiriki shindano hili. Jambo la nne, kamati hii ndio itachagua timu ya majaji wabobevu watakaoamua washindi ambao watatangazwa kwa taratibu ambao utatolewa. Na jambo la tano na la mwisho, kamati hii itaratibu maandalizi yote ya shughuli za awali pamoja na shughuli za kilele cha shindano ili kutoa nafasi kwa umma kuweza kushuhudia waziwazi mawazo bunifu ya vijana wetu.